Asante sana, tunashukuru. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 5 katika muendelezo wa maandalizi yetu ya kuelekea mechi ya finali, ambapo finali ya kwanza itakuwepo kule Morocco, lakini finali nyingine kwa maana ya finali kombe uwanjani itakuwa Tanzania. Tunatarajia itakuwa pale Benjamin William Mkapa. Ziko tetesi zinaendelea, lakini tunaamini serikali yetu na wizara yetu ya michezo inapambana ili finali iweze kuchezwa pale. Sisi kama wana Simba wa Arusha tumejitokeza leo hapa, ni Kindness kwenye kituo cha watoto yatima. Tumeona na sisi katika mtiririko ule ambao klabu ilitoa, ambao wao kwa utaratibu wao itakuwa ni tarehe 23 kwenda kwenye watu wenye mahitaji maalum ikiwemo yatima, lakini sisi tumeona tupate baraka hizi kwenye mechi zote mbili kuanzia tarehe 17 mpaka ya tarehe 25. Kwa hiyo ndio maana tumetangulia kuja katika kituo hichi siku ya leo. Haya ni matawi ya Simba Sports Club mkoani Arusha pamoja na viongozi wake na mimi naozungumza hapa. Tunawaambia wana Simba popote pale walipo kwamba ubora wa sadaka ni sadaka kama hii ambayo tumeifanya leo kwa ajili ya timu yetu. Hii inatupa matumaini makubwa sana, kwa sababu ukiangalia watoto ambao tumekuja kuwaona, ambao wametuombea, wametufanyia dua, wametufanyia maombi, hii ni baraka kubwa sana kwetu, na tuna imani kupitia maombi haya yaloongozwa na baba yao wa kiroho Mchungaji Mwampamba, tunaamini kwamba tunakwenda kufanya vizuri bila shaka yoyote. Kama unavyojua kwamba kwenye mechi ya kuvuka kwenda nusu finali walialikwa viongozi wa dini, walialikwa watu mbalimbali, lakini wakiwemo viongozi wa dini ambao kwa asilimia kubwa walikuwepo pale, wachungaji wakubwa. Kwa hiyo naamini kwa baraka zile zile na sisi tumeamua kuja leo kuwatembelea watoto, na tunaamini kwa baraka za watoto hawa tunakwenda kufanya vizuri na hatimaye tutakuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa majina naitwa Mchungaji Yohana Mwampamba. Mimi ndio mkurugenzi wa kituo cha Kindness Children Care kilichopo Kijenge juu Kimandoro, na kwa upande wangu mimi ninaona kwamba Mungu ameshatupa uwezo wa kupata ushindi na kuleta kombe hapa kwetu Tanzania. Simba sina mashaka, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshatubariki tayari na kuweza kuwa na mafanikio haya. Hasa pia nashukuru sana kwa uongozi wa Simba ambao umeingia hapa katika kituo chetu cha watoto yatima kwa kuleta sadaka zao, na naamini hizi sadaka ambazo wameleta ni kwa sababu zimetoka katika moyo wao. Ni njia mojawapo ya kuonyesha hii sadaka itatenda jambo jema kwa ajili ya timu yetu, kwa ajili ya timu ya Simba. Kwa hiyo na tunawashukuru sana pia kwa kawaida ya Simba, wakati wote tumepata baraka hizi kila wakati wamefika hapa. Si ni leo tu kwa sababu Simba inacheza tarehe hii ambayo ipo mbele yetu 17, lakini muda mwingi wamefika hapa kwa ajili ya kutoa sadaka kwa watoto hawa. Na naamini kwa sababu wote tu dini zetu zote zinaamini kwa ajili ya kutoa sadaka ambayo ni shukrani pia kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ili jambo si ni kawaida yetu, tunaomwamini Mungu. Mungu akitaka kututendea mema ni lazima tutoe sadaka. Sadaka ni lazima, sadaka ni connection na Mungu. Sadaka ina uwezo wa hali ya juu sana. Usadaki inaumba. Kwa hiyo sasa, kwa sababu sadaki imeweza kufika mahali hapa, ndiye moja ya unyenyekevu, kuonyesha Simba wana unyenyekevu juu ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu unyenyekevu huo naamini utazaa matunda makubwa sana, kwa sababu ya unyenyekevu ambao tuko pamoja. Nguvu hiyo moja ambayo tunayo inatuletea matunda makubwa sana tarehe 17. Tuwaombee Simba, tuwaombee watu wote ambao wanaiombea Simba pia sehemu zote mbalimbali katika Tanzania na hata katika ulimwengu, kwa sababu Simba ni timu kubwa, haiko Tanzania peke yake. Kuna watu wako ulimwenguni wanaomba kwa ajili ya Simba. Watu kwa ushikamano mkubwa huu tunategemea matunda makubwa sana yanapatikana tarehe 17. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.